Naam, nikukaribisha katika mshike, mimi ni Akida Kilango. Na moja kwa moja tukianza kutazama tuliokuandalia usiku huu. Kikosi cha timu ya soka ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, kimefanya mazoezi ya mwisho jioni ya leo kujiandaa na mchezo wa kimataifa wa kirafiki dhidi ya Iran utakaochezwa kesho kuanzia saa 12 jioni kwa saa za Afrika Mashariki. Mwenzetu Crispin Hauli ambaye ameambatana na Taifa Stars huko Dubai ametuandalia taarifa ifuatayo. Ni usiku wa mazoezi ya siku ya pili kuelekea mchezo wenyewe, kwa maana mazoezi ya mwisho kabisa kwa timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, ikijiandaa katika maandalizi ya mwisho kuelekea mchezo wa kimataifa wa kirafiki wa kalenda ya FIFA dhidi ya timu ya taifa ya Iran, timu ambayo iko katika ubora mkubwa na mara kadhaa imekuwa ikishiriki fainali za kombe la dunia. Tuko katika dimba hili la mazoezi, wenyewe wanaita training field hapa Waso, uwanja ambao unatumiwa na klabu ya Al Waso FC ambao iko ligi kuu katika nchi ya Dubai. Na timu ya taifa inaendelea kujinoa hapa. Kocha mkuu yupo pamoja na wasaidizi wake kwa ajili ya kuona namna gani mambo yatakwenda vizuri kwa ajili ya kuhakikisha timu inapata matokeo ya ushindi. Na ninaye hapa kocha Hemed Suleiman Morocco aweze kutuambia maandalizi kwa ujumla mara baada ya kutoka Tanzania kucheza michezo ile ya kufuzu kombe la dunia. Mara hii mnakwenda kukutana timu ambayo ina testi ya kombe la dunia na aina tofauti ya mpira. Wala tunamshukuru Mwenyezi Mungu, nafikiri tupo katika uwanja wa mazoezi kama ambavyo umesema, siku yetu ya mwisho ya mazoezi kabla ya kuwavaa Iran kesho. Kimsingi tuko vizuri, wachezaji wote wako katika afya njema, kama ambavyo umeona tujawa na injury katika kikosi chetu tulichokuwa nacho hapa. Kiakili, kimwili wako vizuri na tunataka kumaliza section yetu hapa ya mwisho. Tuko tayari, that's why tunamalizia. Tunajua tunaenda kucheza na Iran, moja ya mechi ngumu kwa sababu tunacheza na timu kubwa ambao wamekuwa na mara kwa mara wanaingia katika qualify the World Cup kama ambavyo umesema. Lakini naamini sisi tumekuwa wakubwa kiasi fulani, sio kwa sababu hapo nyuma ilikuwa ngumu kupata mechi kama hizi kucheza na nini. Kwa hivyo ni mechi ambayo acha kwanza kwetu sisi tunachukulia kwa muhimu mkubwa kwa sababu ni mechi ambayo inaongeza renki ya FIFA. Lakini cha pili ni mechi ambazo wachezaji wetu wanaanza kupata experience zaidi, sio kama ambao tulikuwa tunasikitika siku za nyuma wachezaji wetu wanakosa ile experience. Tumebahatika kupata hizo mechi, kwa hivyo ni mechi moja nzuri kwetu sisi, ina faida nyingi, sio, na naamini kwamba tutacheza kadri ya uwezo wetu kuhakikisha kwamba tunapata matokeo kesho. Kwa tunashukuru kwa leo kuweza kupata fursa ya kutembelea balozi wetu Tanzania, na tumemsikia matakwa yake kwetu sisi kama wa Tanzania na wachezaji kwa ujumla kwamba tumekuja hapa tusiwe wanyonge, ni nyumbani, na kwa tumefika tumepokelewa mapokezi mazuri ambayo tuliweza kuwategemea mapokezi hayo. Kwa tunamshukuru kwa mchango wake mpaka sasa tulipofikia hapa. Siku kwanza tunafika hapa mpaka tulipofikia siku ya leo ambayo ndio siku ambayo ni ya mwisho kuelekea katika mchezo wetu kesho. Na tunaambia tu Tanzania na tunaahidi kwamba kesho tunakutana na timu ambayo ni bora. Timu ambayo ni bora na wenzetu washafuzu kuelekea World Cup, lakini tutakatuona ubora wao kesho ukiwapo uwanjani katika 90. Sisi kama Tanzania tunaweza kupigania taifa letu, kupigania timu yetu, na sisi wachezaji kama kwa ujumla tumejiandaa vizuri mpaka sasa hivi, na nadhani kesho Mheshimiwa Balozi tutaweza kumfurahisha basi katika uwanja wa mechi. Na kutoka hapa Dubai, Falme za Kiarabu, kwa niaba mwenzangu Shishira Mzava, mimi ni Crispin Malangu Hauli wa Azam Sports. Na tukiendelea kutazama mengine, mapema hii leo msafara wa Taifa Stars ulialikwa katika ofisi za ubalozi mdogo wa Tanzania katika nchi za Umoja wa Falme za Kiarabu Dubai, ambapo balozi wa Tanzania Luteni Jenerali mstaafu Yakub Mohamed, pamoja na kukabidhi bendera kwa Taifa Stars, pia amewataka wachezaji walipambanie taifa mbele ya Iran katika mchezo huo wa kirafiki. Chukue nafasi hii kuwakaribisha sana hapa UAE ama Umoja wa Falme za Kiarabu katika nchi hii. Ningependa tu kusema kwamba sisi kama ubalozi tumepata fursa hii na tumefarijika sana kwa timu yetu pamoja na uongozi wote kuja UAE katika kucheza na timu ya Irani katika utaratibu wa kujipima nguvu kwa ajili ya mechi zinazofuata. Kwa hiyo kama hivyo ndivyo, basi sisi kama ubalozi tunashukuru sana na tunawatakia kila laheri katika mechi zote mnazozifanya ili muweze kuwafunga, ili muweze kupanda daraja. Nadhani ni muhimu sana
kwa sababu kama hatuwezi kupanda daraja, basi tunakuwa hatufanyi yale ambayo tunatakiwa yani ule ustahili wetu unakuwa hauna uzito unaostahili. Kwa hiyo tunaombeni sana, ni mchezo wa kirafiki, lakini tunaomba mtumie kila mlilo katika uwezo wenu muweze kushinda mechi, ama mkikosa sana basi mtoke sana. Kuelekea mechi hiyo ya Iran dhidi ya Tanzania, baadhi ya wachambuzi wa soka wamezungumzia umuhimu wa mechi hiyo kwa wachezaji wa timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars. Hii ni nafasi kwa vijana wapya ambao tumekuwa tukijaribu kuwatoa huko chini, kuwaleta huku watu hawajajua, kuwatafutia platform ya kukuza tactical awareness yao. Gego tumemwona kwa mara ya kwanza akicheza juzi hapa, maybe inaweza kwenda kwa mechi yake nyingine. Paul Peter amecheza hapa, ameanza, inawezekana hii mechi yake nyingine anakwenda kuanza. Hawa ndo watu ambao tunatengeneza sio tu kwa ajili ya AFCON ya hii ya mwaka huu, lakini kuna AFCON ambao tutakwenda kuhost wenyewe miaka 2 mbele huko. Nayo inahitaji wachezaji hawa kama hawakucheza mechi nyingi za kimataifa, pia itawapa shida wao. Kwa hiyo inaweza kutumika kama sehemu ya kujenga wachezaji wadogo au wapya kwenye national team. Nadhani ni exposure kwa wachezaji. Mchezaji ikitokea mchezaji amescore kwenye mechi kama hii, anaingia kwenye record, lakini pia unapocheza na taifa kama hilo, haiwezi kuwa the same na mataifa ambayo kipindi cha nyuma tulikuwa tunacheza na Malawi, watu walikuwa wanasema mbona kila siku Msumbiji, Malawi na kadhalika, lakini leo tunavuka hatua zaidi, tunakwenda mbele, inatusaidia kuwatengenezea ama kuwajengea wachezaji nafasi zao binafsi kushindana kwenye mashindano ya kimataifa, kwa sababu baada ya hapo tutakuwa tunakuja kwa ajili ya kufuzu AFCON, tutakuwa tunakuja kwa ajili ya kombe la dunia nyingine zaidi. Kwa to me naweza nikasema ni mechi kubwa ambayo ni mechi nzuri ambayo hata kidogo mchezaji hawezi kuichukulia katika ukawaida wake. Kwa hiyo ni mechi ambayo kwetu ni nzuri zaidi. Mechi ngumu, mechi nzuri, lakini experience ndio ambayo inamata hapa, kwa sababu angalia aina ya wachezaji ambao Hemedi Morocco aliwaita, utaona ni wachezaji ambao wengi wanahitaji kuongeza experience. Kapombe haipo kwenye hichi kikosi, Shabalala haipo kwenye hichi kikosi, Samata, Msuva hapo kwenye hichi kikosi, lakini wachezaji wengi waliopo ni vijana chini ya miaka 30 ambao ndio inaweza ikawa kitu kikubwa, kwa sababu kuna AFCON 2027 ambao tutaandaa sisi wenyewe, ni miaka 2 tu ijayo. Lakini imagine kuna AFCON mwaka huu ambao itaanza Disemba pale nchini Morocco. Unaanza kutengeneza mazingira ya kupata uzoefu kwa wachezaji kwenye michezo mikubwa. Na ukumbuke timu za taifa hazichezi mechi nyingi kwa mwaka. Utaona kwenye kalenda labda ya FIFA na mashindano tofauti inaweza isifikisha hata mechi 10-15. Kwa hiyo unapopata mechi ya intensity ama kasi na nguvu ya kiwango hichi, unaipata mechi nzuri kwa ajili ya kuwapima na kuwapa uzoefu wachezaji kwa ujumla. Kwangu mimi kocha Hemedi Morocco, inawezekana yeye kiufundi na kimbinu kuna kitu ambacho anakiangalia kwenye ujenzi wa timu yake kuwapa wachezaji, lakini wachezaji wale ambao watapata nafasi, nadhani huu ni mchezo ambao wanapaswa kwenda kurejesha imani ya Watanzania. Kumfunga Iran inawezekana ikawa ngumu, lakini walau watuonyeshe standard. Kama sio zile pattern za uchezaji uwanjani, basi walau tumuone Isra akitoa top performance. Tumuone Paul Peter, tuseme kwamba bwana tunaenda naye Paul Peter kama striker mwingine nje ya Selemani Mwalimu, Mbwana Samata, lakini Paul Peter alituonyesha kwenye mechi dhidi ya Iran kwamba tunapaswa kwenda naye kwenye AFCON. Unapocheza na yule ambaye amekuzidi na ukafanikiwa kupata matokeo mazuri, maana yake kwamba inakutengenezea nafasi nzuri ya wewe kupanda nafasi kubwa zaidi. Kwa hiyo hii ni fursa, hii ni sehemu ya kipimo na ni sehemu ya kuweza kuiendelea kuiandaa timu yetu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, izidi kuwa timu shindani katika mashindano mbalimbali. Na ni sehemu hiyo ya maoni ya wachambuzi wa soka wakitoa maoni yao kuelekea mchezo huo wa kesho, na muda huu naungana na mchambuzi Philip Nkini kwa ajili ya kuweza sasa kwenda kutazama hilo. Habari Nkini? Safi kaka, mambo vipi? Karibu sana kwenye mambo yanaendaje? Mambo mazuri kabisa. Kwanza kabisa mchezo wenyewe ndo huu, Iran dhidi ya Tanzania. Ni heshima namna gani ambayo tumeweza kuipata kucheza na taifa ambalo katika viwango vya FIFA ilashika nafasi 22 kushuka chini ukiwa nafasi ya 21? Kwanza ni ngumu kupata mechi za aina hii kwa sababu moja, hawa Irani wanahitaji zaidi kulinda ule msimamo wao wa kwenye rankings za FIFA. Kucheza na timu ambayo iko nafasi ya 21 alafu sisi tunashika nafasi ya 107 ni mechi ambazo ni adimu kuzipata. Kwa hiyo ni mechi ambayo kama taifa tunatakiwa lazima kwanza tujivunie kupata nafasi ya kucheza mechi hizi, sababu huko nyuma tulikuwa tuzipati. Hivi karibuni ukiona sisi wanatuomba mechi Afrika Kusini, wanatuomba mechi Irani, kama unavyoona
wanatuomba wale mataifa ambao ni makubwa ambao yametuzidi kwenye kiwango cha soka. Kwa hiyo kwetu nafikiri ni advantage zaidi kuliko Irani. Lakini kingine, hii inatusaidia sisi kuelekea kwenye maandalizi yetu ya AFCON. Tuna michuano ya AFCON mwezi wa 12 ambao tumeisha fuzu. Kwa hiyo haya ni maandalizi. Hapa katikati tunao tusipate mechi zingine ambao ni tafu kama hii. Lakini hii ni moja kati ya mechi ambayo itatusaidia zaidi kwenye maandalizi yetu ya mwalimu kuona ya kwamba ni aina gani ya wachezaji ambao anaweza akawachukua kwa ajili ya kwenda nao kwenye yale mashindano. Kiufundi itakuwa na mchango gani kwa Tanzania, ukizingatia pia kwamba yapo majina wachezaji wakubwa ambao tulitegemea kuwaona lakini hawapo katika kikosi cha Stars? Watakaopata nafasi ndio wale ambao mwalimu atakuwa amewaona kwamba ni bora, lakini ni nafasi yao, kwa sababu hata ukiangalia yule ambaye anapata nafasi kwa mara ya kwanza kwenye mechi hii, ina maana inamjenga kitu kikubwa zaidi kwake, kwa sababu moja, hapa hauendi tu kwa ajili ya kwenda kucheza. Hauendi kucheza mechi ya kirafiki. Unaenda kucheza mechi ambayo unatetea taifa lako, lakini pia inaweza ikakusaidia wewe kwenye soko nje. Au unaenda kucheza nao, unacheza na Irani ambao wana wachezaji nafikiri kutoka mabara mengi makubwa, Ulaya, wana wachezaji wengi pia kutoka Ulaya, Amerika, wapo wanaenda kucheza pale. Lazima kuna macho ya watu wengi yanawatazama. Yale macho yanawatazama wale wachezaji wa Irani yanakuwa na faida pia kwa Tanzania, kwa sababu kama kuna mchezaji wa Tanzania ataonyesha uwezo mzuri, na maana ni nafasi yake na yeye ya kuonekana na ana uwezo wa kutoka Afrika na kwenda sehemu nyingine, au akacheza hapa ndani ya Afrika lakini kwenye klabu nyingine kubwa zaidi kuliko ile anayo. Kwa hiyo kwetu mimi nafikiri ni faida zaidi kuliko Irani ambacho wanaenda kukipata. Kimbinu tutegemee tutakuwa na mchezo wa aina gani, kwa sababu Irani tunawazungumzia hapa walikipiga katika fainali zilizopita za kombe la dunia dhidi ya Argentina na wakawashangaza wengi. Ni mechi nzuri. Mechi uzuri wake ni kwamba hao Irani wenyewe wanawasemea pia imekuwa timu ya kwanza zaidi kufuzu tena World Cup ambayo inafuata. Kwa hiyo kwetu sisi naamini kwenye mechi hizi ndio huwa wachezaji wanaonyeshaga kile kitu ambacho wanacho. Mwalimu Morocco ameshafanya vizuri, tumemwona kwenye mashindano ya Chani, tumeishia tu robo finali. Kufuzu World Cup sawa, hatukuweza kufanikiwa, lakini tumekusanya idadi ya pointi nyingi zaidi kuliko kipindi kingine chote ambacho kimepita huko nyuma. Pointi 10 nafikiri ndio nyingi zaidi, tulikuwa tunaishia kwenye pointi 8. Kwa hiyo tunapoelekea ni pazuri zaidi. Kiufundi nafikiri tuna wachezaji wazuri, tuna wachezaji ambao wamecheza mechi nyingi ngumu. Kuna wachezaji wamecheza ligi ya mabingwa wa Afrika, kombe la shirikisho, lakini tuna baadhi ya wachezaji ambao wanatoka nje ya bara la Afrika. Kwa hiyo nafikiri hawa wana uwezo wa kutusaidia tukaifanya hii mechi ikawa bora zaidi kwetu. Kwa viwango vya FIFA tumeporomoka kwa nafasi moja, ukilinganisha viwango vilivyotoka na vile vya nyuma tukiwa tumeporomoka kwa nafasi moja. Ni wazi kwamba mchezo huu yawezekana pia ukatusaidia katika viwango hivyo. Tunaomba iwe katika muktadha chanya wa kupanda. Hili linawezekana? Ya, pamoja na hiyo nafasi ambayo tumeporomoka, lakini kwenye kipindi cha hivi karibuni tumesogea vizuri zaidi. Yaani hilo lazima kwanza tukiri. Kwenye baadhi ya mechi ambazo tumecheza tukapata matokeo mazuri, mfano mechi na Zambia ilitusaidia sisi tukapanda kwenye viwango. Mechi na Morocco ilitubakiza pale pale, lakini mechi na Congo Brazzaville ndio ile tufanya sisi tukaporomoka kidogo. Yaani hatakuwa kwenye ile level nzuri, kwa sababu Congo wenyewe wako chini kuliko sisi. Sasa unapokuja kucheza na mechi dhidi ya Irani ambao wako nafasi ya 21 siku 107, ni faida kubwa kwetu, kwa sababu tukitoka sare tukishinda, ina maana inaweza ikatupandisha kwenye pointi nyingi zaidi juu. Nilikuwa naongea na mtu mmoja, unaoona leo Cape Verde ambao wamefuzu World Cup baada ya ushindi wao mechi yao ya leo. Aina ya mechi nyingi ambazo walikuwa wanazitafuta tena kwa gharama zao wenyewe ilikuwa ni kucheza na mataifa makubwa. Kwa hiyo leo yameshawasaidia, unaona ya kwamba wamefanikiwa kwenda kwenye michuano ya kombe la dunia kwa mara ya kwanza kwenye historia ya nchi yao. Kwa hiyo hizi ni aina ya mechi ambazo zinaweza kutusaidia hata sisi huko mbele tukawa na timu bora zaidi ya taifa. Naam, hayo ni maoni ambayo umeweza kusikia kutoka kwa mchambuzi wetu Philip Nkini. Huu ni Mshike Mshike, mimi ni Akida Kilango. Naam, asante kwa kuendelea kutazama Mshike Mshike. Bado upo na Akida Kilango na nipo hapa na mchambuzi wa masuala ya soka Philip Nkini, tukitazama mchezo wa kesho ambapo Tanzania atakuwa dimbani kukipiga dhidi ya Iran katika mchezo wa kirafiki. Tutatazama kile ambacho Nkini mashabiki wameweza kutuandikia kupitia katika mitandao ya kijamii, na swali letu lilikuwa likihoji mechi ya kirafiki kesho Iran versus Tanzania, una ushauri gani kwa kocha Morocco na wachezaji wa Taifa Stars? Swali lilikuwa ni hilo. Tutazame sasa kile ambacho umeweza kutuandikia kupitia katika kurasa yetu ya Instagram lakini pia Facebook. Nianze na Dickies Henry, anasema apange tu kikosi kizuri kilichomaliza kipindi cha pili. Mechi na Zambia ndio kinabidi kianze kwa mechi ya kesho. Lakini Niko Komba kutoka Songea anasema namshauri asimwache Tarin
Alarkia aliyeingia sabu mechi ya mwisho alicheza vizuri sana, lakini Regan Lopez kutoka Arusha anaona kocha ajaribu wachezaji ambao hawapatagi nafasi ya kucheza mara kwa mara. Haya ni maoni ambayo umeweza kutuandikia kupitia katika ukurasa wetu wa Instagram, lakini sasa tutazame katika ukurasa wetu wa Facebook. Tuanze na huyu ni Julius Zablon wa Tarime. Anasema mimi naona bado hajashughulikia tatizo la timu kutotengeneza nafasi na kuzitumia. Ashughulikie hilo tatizo, timu ipo sawa. Lakini Ismaili Saki wa Wandewa Singida anasema ni mechi nzuri kujipima uwezo na ni mechi ya FIFA, akaze buti tu ili angalau tupande hata rank za FIFA. Lakini huyu mwingine ni Mobrad Maulidi kutoka Temeke anasema kikubwa ni kupambana ili kurudisha heshima kwa Tanzania. Mungu ibariki Tanzania. Hayo ndiyo maoni ambayo tumeweza kuyapokea kutoka katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Mkini tumeona kile ambacho mashabiki wameweza kukizungumza, ni kipi ambacho umeweza kuking'amua? Ukitazama maoni ya mashabiki unaona ya kwamba waliridhishwa na kikosi kilichocheza mechi ya pili dhidi ya Zambia. Kwa hiyo kuna mashabiki naona wawili wote wamezungumzia ile mechi. Lakini kuna mchezaji yule ametajwa Alarkia ambao aliingia nafikiri kwenye mechi dhidi ya Zambia, pia kuna mtu ameonyesha kwamba anatamani aendelee kumuona tena. Nafikiri wote mawazo yao yako positive ya kwamba wanaitakia timu ya taifa mema. Chana na kuna mmoja amesema kuhusiana na timu bado haijamaliza tatizo la kutengeneza nafasi na kuzitumia. Kwa hiyo nafikiri naye pia mwalimu maoni nafikiri benchi la ufundi wao wanasoma. Na kujaribu wachezaji ambao wapatagi nafasi kabisa. Ni chance pia kwa sababu si mechi ya kirafiki. Mechi ya kirafiki ni ya kuwajaribisha wale pia ambao unaamini wana uwezo lakini bado hawajawahi kupata nafasi ya kucheza, ili nao wakaoneshe kile ambacho wanacho. Ina maana wana uwezo wa kukuonesha njia nyingine kwenye michuano inayofuata huko mbele. Nikushukuru sana Nkini, bila shaka tutaungana tena hapo baadaye. Asante sana. Na ni mchambuzi wetu huyo Philip Nkini akiweza kutupitisha katika hili ambalo lina kihusu kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars ambacho kesho kitashuka dimbani kukipiga dhidi ya Iran, mchezo ukipigwa saa 12 jioni kwa saa za hapa nyumbani Afrika Mashariki. Tuendelee kutazama mengine ambayo tumekuandalia hapa katika mshike mshike. Klabu ya Yanga imemtambulisha kocha msaidizi mpya wa kikosi chao Patrick Mabedi, raia wa Malawi, kwa lengo la kuongeza nguvu katika benchi la ufundi likiongozwa na kocha mkuu Romain Folz. Meneja wa habari na mawasiliano Yanga Ali Kamwe ameeleza kiundani sababu za kumchagua Mabedi kuchukua nafasi hiyo. I'm so happy and it's an honor to be here, and I'm very happy that I joined the team whereby it's good historic, and it's also have so many followers, and I'm very happy. I'm more excited. Look, I love this team, to be honest with you. I'm the coach where I look to the team where they have big ambitions. This team has big ambitions, and I work with the team that they're big as well. And I think it makes me to come here because of also I saw they've been doing well, but I'm just excited to be in this team and try to be here and try to contribute and be with this team. Kocha msaidizi huyo wa Yanga Patrick Mabedi. Katika hatua nyingine, Ali Kamwe ameeleza sifa za Patrick Mabedi ambazo zimeifanya klabu ya Yanga kumchagua kocha msaidizi. Yes, bana, leo uongozi wa Young Africans chini ya rais wetu Engineer Hersi Said na mmeona mazoezini hapa, alikuwa pia na makamu wetu wa rais Arafat Haji, wamekuja kumtambulisha hapa mwalimu mpya msaidizi anaitwa Patrick Mabedi. Ni raia wa Malawi, na ni raia ambaye wa Malawi ukiangalia profile yake amefundisha timu ya taifa ya Malawi, amefundisha timu mbalimbali South Africa, ni miongoni mwa magwiji wa klabu ya Kaizer Chiefs. Kizungumza magwiji wa Kaizer Chiefs, huwezi kuacha kuitaja jina la Patrick Mabedi. Ameongezwa kwenye technical bench yetu. Swali laweza kuwa yuko wapi Manu Rodriguez ambaye alikuwa assistant anayefanya kazi na Romain Folz. Manu Rodriguez amepata changamoto ya kiafya na amewasilisha barua yake kwenye uongozi
kwamba anaomba apate muda wa kupumzika aende kushughulikia changamoto yake afya ambayo ameipata. Kwa hiyo uongozi umempa baraka zote na anaingia nchini siku ya kesho. Baada ya kwenda kufanya vipimo vyake, anaingia nchini siku ya kesho kwa ajili ya kukamilisha taratibu zote za kumalizana na uongozi wa Club Young Africans na kumruhusu aende. Kwa hiyo tukaona hapa wakati huu timu inajiandaa, tutafute assistant mwingine na tumemchukua assistant mwenye uzoefu mkubwa, mwenye CV kubwa, assistant mwenye leseni pia ya CAF. Our new assistant coach wa klabu yetu hana tattoo, hana chochote, ana CV. Ni kocha mkubwa, ni kocha ambaye anaweza kukaa kwenye technical bench yoyote as head coach. Lakini huku tumemchukua kama assistant coach, anakuja kusaidiana na Romain Folz. Wakati huo kikosi cha Yanga kimefanya mazoezi uwanja wa Avic Town kujiandaa na mchezo wa mkondo wa kwanza wa raundi ya pili ya ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya Silver Strikers ya Malawi itakayochezwa Oktoba 18 mwaka huu nchini Malawi. Katika mchezo huo Yanga itaendelea kumkosa mshambuliaji hatari Clement Mzize ambaye anasumbuliwa na majeraha. Omari Suleiman amefika katika mazoezi ya Yanga leo jioni na kutuandalia taarifa ifuatayo. Hapa ni Avic Town, kambini mwa kikosi cha Young Africans, ambapo tumeweza kufika hapa kujionea kile kinachoendelea, na kubwa zaidi ni kikosi cha Yanga kikiendelea na mazoezi kuelekea katika michuano ya kimataifa. Tumefika hapa na kuzungumza na meneja wa habari na mawasiliano wa klabu hii Ali Shabani Kamwe, ambaye ameeleza kinaga ubaga namna wanavyojiandaa kuelekea katika michuano ya kimataifa, ambapo siku ya Alhamis wanatarajia kuanza safari kuelekea Malawi kucheza na timu ya Silver Strikers. Baada ya mapumziko ya siku ya Jumamosi na Jumapili, leo timu imerejea hapa Avic Town kwa ajili ya kuanza maandalizi kuelekea mchezo wa kimataifa kwa maana ya Champions League dhidi ya Silver Strikers. Na leo sio kwamba wamekuja tukifanya mazoezi, timu imeingia kabisa kambini. Kwa maana tuko hapa mpaka siku ya Alhamis. Tukiendelea kusalia katika klabu ya Yanga inatarajia kusafiri na mashabiki wake kwenda nchini Malawi kwa ajili ya mchezo dhidi ya Silver Strikers, ambapo mpaka sasa magari yamefikia 40. Kwa taarifa ambayo nimeipata kwa mkurugenzi wetu wa wanachama, kaka yangu Ibrahim Samuel, so far tuna magari 40 ambayo tayari ameshajiandikisha kwenye idara yake kwa ajili ya safari ya kwenda Malawi. Nina uhakika mpaka tunafika siku ya Jumatano usiku ambayo ndio magari yataondoka hapa kuelekea Malawi, tutakuwa tumepata namba kubwa zaidi kwa sababu hamasa imezidi kupanda. Kwa hiyo tunaamini mashabiki wetu wataendelea kulipia kwenye matawi yao, kulipia kwenye namba ya club, kuhakikisha tunasafiri kwa wingi kuelekea Malawi. Baadhi ya mashabiki wa Yanga wanaosafiri kuelekea nchini Malawi kuishangilia timu yao itakapoikabili Silver Strikers wameambatana na timu yao kwenda kupata ushindi ugenini kabla ya kumaliza kazi nyumbani uwanja wa Benjamin Mkapa. Tunaenda kukutana na timu miongoni mwa timu kubwa katika Malawi, Silver Strikers. Ni timu kubwa, ni timu ambayo inamilikiwa na benki ya Malawi. Ni timu yenye uchumi mkubwa, na kitu tunaamini kuna mechi hiyo ndio mechi ambayo ya kutengeneza heshima, na klabu hii imeumbwa kwa ajili ya kutengeneza heshima, na mechi hiyo tena kutengeneza heshima. Cha kwanza tunawakumbusha wakazi wa Malawi ambao wanatamani kuwa wanachama wa klabu hii, tunakuja Malawi. Kama unahitaji kuwa mwanachama, manake idara ya wanachama na mashabiki, tunakuja Malawi kuja kuwasajili wanachama wa klabu ya Yanga kupitia Malawi. Ni muendelezo wa tulipoishia. Ukisema support Dar es Salaam Young Africans, mashabiki wake wana hamasa hali ya juu. Naamini utakuwepo Alhamisi, utaona msafara utakuwepo hapo. Kwa hiyo wategemea support kubwa kwa shabikia nje ya uwanja. Sisi tunaenda kutegemea tu ushindi kutoka kwao. Tumejiandaa vizuri kuelekea safari yetu ya Malawi ambapo tunaondoka Alhamisi tarehe 16. Tumejipanga vizuri na tumejipanga nje ndani. Yaani kuanzia safari mpaka na matokeo ya uwanjani. Mechi ni ngumu, kila mtu anaelewa namna ambavyo Silver wanapiga boli, wanacheza vizuri na wana uwezo wa kupata matokeo. Kwa hiyo tunahitaji kwenda kuishangilia timu yetu kwa nguvu. Wachezaji wetu wasikie kelele za Watanzania kutoka Tanzania, mashabiki wa Yanga ambao ni kindakindaki, wasikie kelele zikiita ndani ya uwanja. Kwa hiyo tunaamini mashabiki tutakapokuwa wengi, tumekaa kwa pamoja kwenye eneo moja katika kiwanja cha ugenini, inawa motivate wachezaji. Kwa hiyo kama kuna mwana Yanga yuko Tanzania,
yuko nchini Malawi, yuko nchi ya karibu na Malawi. Tunamkaribisha katika mchezo wetu, tuje kwa pamoja, tukae eneo moja, tupige selfie pamoja, tushangilie pamoja, tuisapoti timu yetu kwa kelele. Tugeukie sasa matajiri wa jiji. Kikosi cha Azam FC tayari kimewasili Zanzibar tayari kwa mchezo wa mkondo wa kwanza wa raundi ya pili kombe la shirikisho Afrika dhidi ya wenyeji KMKM utakaochezwa Oktoba 18 mwaka huu saa 10:15 jioni uwanja wa Aman Zanzibar. Taarifa zaidi na Musa Kawambwa. Kikosi cha Azam FC kimeanza safari leo Dar es Salaam kutoka katika jiji la Maji Chumvi na kuelekea visiwani Zanzibar tayari kabisa kwa ajili ya maandalizi ya mchezo wao dhidi ya KMKM. Huu ni mchezo wa hatua ya pili kwenye kombe la shirikisho mara baada ya Azam FC kupata ushindi wa jumla dhidi ya El Merreikh Bentroui kutoka Sudani Kusini. Azam FC watakuwa wageni katika mchezo utakaopigwa Jumamosi hapa visiwani Zanzibar. Kocha Froha Ibenge atakuwa na kibarua kizito mbele ya KMKM, moja kati ya timu ambazo zimeonekana kufanya vizuri katika michuano hii ya kombe la shirikisho. Mbinu za makocha wote wawili katika maandalizi haya ndo zitakwenda kuamua nani aondoke na ushindi katika mchezo wa kwanza Jumamosi ya tarehe 18. Ni kocha wa KMKM ama ni kocha wa Azam FC? Kutoka hapa visiwani Zanzibar, Musa Kawambwa, Azam Sports. Uongozi wa klabu ya Azam FC kupitia idara ya mauzo na masoko umezindua rasmi ofa ya jezi zao kuelekea michuano ya kimataifa. Kaimu meneja ya mauzo na masoko wa Azam FC Ayub Shelukindo amewaita mashabiki na wapenzi wa soka kujitokeza katika maduka yao kujipatia ofa hiyo kabambe. Kubwa kabisa ni ile ofa yetu ambayo tumeizindua kuelekea hatua ya kufuzu makundi kombe la shirikisho barani Afrika. Ambayo ofa yetu ni ukinunua jezi ya Azam FC unapata t-shirt moja free. Kwa hiyo niwakaribishe mashabiki wa Azam FC na Watanzania kwa ujumla, kwa sababu ofa hii sio kwa mashabiki wa Azam FC tu, ni kwa Watanzania wote na wale ambao sio Watanzania, na maana kwa wadau wote. Kwa hiyo wakaribie katika maduka yetu, ambayo duka letu hili liko Kariakoo, Mtaa Livingstone na Grey, na duka lingine liko pale Chamazi Complex pale uwanjani. Ukifika utapata ofa hii. Na jezi tunazo kuanzia jezi ya msimu 2023-24, msimu 24-25, msimu 25-26. Sasa kuelekea michuano yetu ya kimataifa, kwa ofa hii tunatarajia Watanzania na mashabiki wa Azam FC watavaa jezi zetu kwa wingi ili kwenda kuisupport timu, kwa sababu timu inahitaji mashabiki na inahitaji Watanzania kwa ajili ya kuisupport. Michuano hii ni ya kimataifa, Mtanzania yoyote anakaribishwa kwenda kuisupport timu. Kwa hiyo kwa pamoja tujitokeze kwenda kupush kuona tunafika wapi. Na hii ni hamasa kubwa ambayo inatupeleka sisi kule Zanzibar, kwa sababu mashabiki wengi wanajitoa kwa ajili ya kuelekea kule Zanzibar, na itakuja kwenye peji yetu itakuja taarifa rasmi namna gani tunaweka nauli zetu zile ya kwenda na kurudi, mtu atachangia kiasi gani kwa ajili ya kwenda kuiona klabu yetu inapofanya makubwa. Hii historia lazima tuiandike wote kwa pamoja kwamba tunakwenda makundi kwa kishindo zaidi. Hakuna kulala na wala hakuna kurudi nyuma. Mimi Azam nawatakia kila laheri kimataifa. Kiukweli wanajitoa sana. Basi Mungu naye safari hii awaone, na wao kama kuna kitu wanakosea basi Mungu awanyoshee, na wao vile vile hizi gharama wanazozitoa siku nyingine waone kuna kitu wanafanya. Mimi nawatakia kila laheri Azam. Ni mashabiki hao wa klabu ya Azam FC wakizungumza, lakini pia tumeweza kumsikia kaimu meneja mauzo na masoko wa klabu hiyo na pia akiweza kuzungumza kuhusiana na mauzo ya uzi mpya wa matajiri wa jiji Azam FC. Hii ni sehemu ya kwanza ya mshike mshike. Tutakaporejea, miongoni mwa yale tutakayofahamu ni pamoja na haya. Harambee Stars yajinoa kwa kabili ya Ivory Coast kufuzu kombe la dunia 2026. Na JKT Queens yaeleza siri ya kutawala soka la wanawake Tanzania bara.
Asante kwa kuendelea kutazama Mshike Mshike, bado upo nami Akida Kilango. Mashabiki wa Azam FC wametamba timu yao kupata ushindi dhidi ya KMKM, mchezo utakaopigwa Oktoba 18 mwaka huu. Nishukuru tu klabu yangu ya Azam FC sasa hivi imetutendea haki. Imetuletea kocha mzuri, watendaji wamebadilika, sasa hivi tuna viongozi mpaka rais, na una uhakika kabisa mwaka huu mafanikio yanapatikana. Tunakutana KMKM, tuna jambo letu. Mchezo KMKM mgumu. Hakuna mechi rahisi, mechi ngumu sana KMKM. Isipokuwa kinachotakiwa, na sisi tunakwenda kule tunashindana na timu kubwa, madamu wao wamefika tulipofika sisi, au ujue nao ndio wakubwa, sio wadogo. Hatuwezi kuwabeza kama hao Zanzibari wako hivi, hapana. KMKM timu kubwa, lakini na sisi wakubwa vile vile. Kwa tunakwenda kupambana, hakuna cha urahisi. Kama unavyojua tuna wachezaji wazuri sasa hivi, tuna kocha mzuri Ibenge, tuna wachezaji, timu imetimia, tunaona mpira unacheza sasa hivi tofauti na mwaka jana na mwaka juzi. Kwa hiyo kama mashabiki wa Azamu tunategemea kitu kikubwa, ambao mechi yetu tunachezeka Unguja huko si Zanzibar. Tunategemea kama tutafanya vizuri na tutafuzwa tu eneo jao, mwaka huu lazima tufike makundi kibabe. Jezi nyie ni kali, ukweli nawaambia. Ukiuva kwa kweli jiko bure unapewa. Kwa zilivyokuwa nzuri misukosuko unaondoa. Ofa kubwa kuliko unakosaje kwa Na ni mashabiki hao wa Azam FC wakiwa wanazungumzia mchezo wao dhidi ya KMKM. Tukiendelea kutazama mengine, baadhi ya mashabiki wa Simba Sports Club jijini Dar es Salaam wameeleza matumaini yao juu ya timu yao kuibuka na ushindi katika michuano ya klabu bingwa Afrika dhidi ya Nsingizini Hotspurs ya Eswatini Jumapili wiki hii kwenye uwanja wa Somhololo. Mechi dhidi ya Nsingizini ni mechi ngumu ambayo pia inahitaji utimamu wa kimwili na kiakili, kwa sababu unaangalia ile timu pia inaonekana kama imepania, inatutakataka hata kwenye social media zao, wanaonekana kwamba ni watu ambao pia kwenye platform zao wanajitangaza kwamba wanataka kufanya maajabu kwenye hiyo mechi. Lakini kwa ukubwa wa Simba na matarajio ya wengi, tunaamini kwamba Simba inaenda kucheza hatua makundi. Hao Nsingizini sio wabovu, ni wazuri, kwa sababu tumeona mapambano haya yanaendelea. Kila mechi wanaoenda wanaandika mabango kwamba Simba na sisi ni vita. Simba na sisi ni vita. Wana mashabiki kweli wenye hasira, lakini sisi tuna hasira zaidi yao. Alafu wasitutishe, kwa sababu sisi tushakutana na timu ambazo nyingi zinatutisha sana, lakini hatuangalii vitisho vyao. Sisi tunachocheza ni mpira tu, na imani timu yangu itafanya vizuri, tutafanya vizuri ugenini, na hapa nyumbani tunakuja kumaliza ratiba, tunaingia makundi kama kawaida. Uhakika wa kushinda itakuwa ni lazima. Kupita mategemeo ni makubwa, kwa sababu wachezaji tunao. Tatizo ni muunganiko tu. Na bahati mbaya meneja wetu amekuja kipindi ambacho timu za taifa zimechukua wachezaji. Ndio tatizo kubwa lililojitokeza. Lakini tofauti na hapo, tuna uhakika kwa uwezo walionao, ina maana kwa kiweza kuunganishwa, timu ipo na uhakika tunao. Wachezaji wetu ni wazuri sana kibinafsi. Lakini bado ushirikiano bado haujawa mzuri. Ila kocha anaendelea kufanya jitihada kupata ushirikiano. Mashabiki hao wa Simba wakizungumzia ratiba iliyo mbele yao, lakini matumaini yao kuelekea katika mchezo huu. Na sasa moja kwa moja ni kupitisha katika ratiba ya michezo ambayo tutakwenda kuishuhudia mwishoni mwa juma katika ligi ya mabingwa Afrika, ambapo Oktoba 18 saa 10 kamili jioni Silver Strikers watakuwa wenyeji wa Young African Sports Club, mchezo ambao utaushuhudia mbashara kupitia kisimbuzi chako cha Azam TV. Lakini Oktoba 19 2025 saa 10 kamili jioni Nsingizini Hotspurs wenyewe watakuwa wenyeji wa Simba Sports Club. Michezo hii ya ligi ya mabingwa Afrika ambayo utaweza kuishuhudia kupitia kisimbuzi chako cha Azam TV. Lakini katika ligi ya mabingwa, mechi za marudiano, Young Africans wenyewe watakipiga dhidi ya Silver Strikers. Mchezo utarudiwa, itakuwa ni Oktoba 25 saa 11 kamili jioni. Lakini Simba Sports Club wenyewe watashuka dimbani Oktoba 26 saa 10 kamili jioni kukipiga dhidi ya Nsingizini Hotspurs. Hiyo ni ratiba kwa upande wa ligi ya mabingwa Afrika. Lakini kuna michezo mingine itakayopigwa katika kombe la shirikisho, ambapo Oktoba 18 saa 10:15 jioni KMKM watakuwa wenyeji wa matajiri wa jiji Azam FC, wakati Flambeu du Center wenyewe watakipiga dhidi ya Singida Black Stars, mchezo ambao utapigwa Oktoba 19 saa 10 kamili jioni. Hiyo itakuwa ni ratiba katika upande wa kombe la shirikisho Afrika.
Na tukiendelea kutazama mengine katika mshike, kikosi cha timu ya soka ya taifa ya Kenya, the Harambee Stars, kimefanya mazoezi yake ya mwisho leo tayari kwa ajili ya kupepetana na wenyeji Tembo wa Ivory Coast hapo kesho. Mchezo huo wa kukamilisha ratiba wa kundi F utachezwa katika uwanja wa Alassane Ouattara saa 10 kamili za jioni. Wawili hao wana kumbukumbu ya kutoka sare ya bila kufungana kule Bingu, Malawi kwenye mchezo wa kwanza walipokutana. Ushindi wa wenyeji Ivory Coast rasmi utawawezesha kufuzu kucheza kombe la dunia litakalopigwa kule Canada, Mexico na Marekani mwaka 2026, na endapo Kenya ikashinda katika mchezo huo, bila shaka Ivory Coast watapaswa kuiombea Gabon ipoteze au itoke sare na Burundi kwenye mchezo mwingine wa kundi F nao pia ambao utapigwa hapo kesho. Kocha msaidizi wa the Harambee Stars Vasily Monosakis amesema jukumu lililosalia kwao ni kuhakikisha wanamaliza kwenye nafasi ya 3 kama sehemu ya kujiongezea alama kwenye viwango vya FIFA. The intention is to win. We have to go out. We have to... Lengo ni kupata ushindi. Tunapaswa kutengeneza utamaduni wa kushinda, na kwetu sisi kwa sasa ni tumeshinda mara 2 mfululizo bila kuruhusu goli. Hivyo saikolojia kila mtu ni kwenda kujitoa na kufanya vizuri na kupata ushindi. Tunafahamu ubora wa kikosi cha Ivory Coast, na kama kumbukumbu zangu ziko sawa, sidhani kama wamepoteza mechi yoyote kwenye kundi. Ni dhahiri jukumu mbele yetu ni gumu, lakini tunajiamini. Tumefanikiwa kwenye mechi ya Burundi. Haikuwa rahisi kucheza dhidi ya timu pungufu yenye mashabiki uwanja mzima, lakini tulifanikiwa kuvuna alama 3 na hilo ndo lilikuwa la umuhimu. Kwa hiyo mpango ni kucheza kwa nidhamu ile ile. Ni ngumu kuizuia timu kama Ivory Coast kwa dakika zote 90, lakini tutakwenda kuwapa kipimo sahihi cha ushindi bila ya kuanza kufikiria malengo. Tunaenda kupambana, kushinda na kumaliza kwenye nafasi ya 3 ya kundi, na nafikiri itakuwa ni heshima kwa kuzingatia aina ya kundi tulilopo. What their objectives are and what they have to do, we want to try and win the match, and we want to try and finish 3rd in the group, which I think would be respectable considering, the group that we're in. Kocha msaidizi huyo wa Harambee Stars. Kwa upande wa makamu wa rais wa shirikisho la soka la Kenya FKF, McDonald Mariga, anakiri ushirikiano uliopo baina ya serikali na shirikisho hilo umechangia kwa kiasi kikubwa kurejesha morali ya kikosi. Mood iko sawa kwa team na players wame prepare well, na kitu tunaongojea ni game ya Tuesday we get good results. My federation imekuwa support teams kwa sababu nimekuwa nikifollow as a vice president, na President Hussein is doing a good job kwa sababu ana make sure teams ingie camp on time, ana make sure both ladies and men teams ziko accommodated well, kila mtu iko comfortable. Then government pia imekuja na support mzuri through President William Samoei Ruto, na hata infrastructure imekuwa fit, tuko na good pitches za kutrain. So I think with that hizo pitches tumejengewa inafanya hata players wanakuwa na morale ya kucheza, football can flow, so it's easy to identify new talent. We want to be qualifying hizi tournaments, and as you know hii World Cup tuliingia tukiwa halfway, na sasa hii kitu tunataka ni to get the ranking, tupate pia rankings tuweze kupanda juu, ndio ikuwe pia easier for players making a move from Kenya direct to places like UK. Players wakiwa comfortable, what they think is just playing and winning. Sasa hiyo ndio pia tunataka ikuwe hivyo. So hii game pia ya Ivory Coast is not an easy match. It's a very very tough match. Wako number 1 kwa group. Sisi tuko number 3. Then it's a must win for them, na pia sisi it's a must win for us. Licha ya kuwa tayari Algeria imeshafuzu moja kwa moja fainali za kombe la dunia za mwaka 2026 nchini Canada, Mexico na Marekani, mchezo wake wa kesho wa kundi G utatoa hatma ya timu ya soka ya Uganda maarufu The Cranes. Uganda waliopo nafasi ya 2 na alama zao 18 wana nafasi ya kuwa miongoni mwa watakaocheza mechi za mtoano za nchi mwanachama wa CAF kabla ya kwenda kukipiga katika mabara mengine kuzipata tiketi 2 za kukamilisha idadi ya timu shiriki kufika 48. Kikosi cha The Cranes jioni hii kimefanya mazoezi yake ya mwisho mjini Tizi Ouzou tayari kwa ajili ya kupepetana na wenyeji Algeria kesho saa 1 kamili jioni kwa saa za hapa Tanzania.
Uganda walipoteza katika mchezo wao wa awali wa nyumbani kwa mabao 2-1, mchezo ambao ulipigwa Nelson Mandela. Hivyo kwa sasa hawana chochote wanachohitaji zaidi ya alama 3 ili kufufua matumaini ya kuendelea na mbio hizo za kufuzu. How I play normally, get hold of the ball. Bado tunao nafasi ya kufuzu kombe la dunia. Niseme tu itakuwa ni moja ya mechi kubwa kwenye safari yangu ya soka. Na naamini tuna ubora wa kushinda mchezo huu. Wachezaji mahiri kama uonavyo, na bila shaka tutakamilisha kibarua hiki. It's a privilege. So yeah, I always think take pressure as a privilege. So yeah. Turejee hapa nyumbani tukatazame wazee wa kutoa kichapo cha kizalendo baada ya JKT Queens kutoa ubingwa wa ngao ya jamii dhidi ya Simba Queens jana. Ofisa habari na mawasiliano wa klabu hiyo Masau Bwire amesema siri ya mafanikio yao ni kusimamia malengo na kufanya maandalizi bora, ikiwemo afya za wachezaji, malazi na benchi bora la ufundi. Pahala ambapo patawashangaza watu, lazima uwe na malengo, lazima uwe na maandalizi, na hatimaye hayo malengo na maandalizi yako hayo uyasimamie. Kwanza lazima kwenye soka uwe na wachezaji. Sasa inategemea ni wachezaji wa aina gani. Tanzania tuna kawaida ya kudharauriana, lakini kupitia JKT Queens tunataka tuoneshe kwamba hawa wa Tanzania mnao wadharau wanao uwezo mkubwa sana kuliko mnavyofikiria. Unawahudumiaje? Huduma kwa wachezaji. Kwa sababu unaweza ukawa na wachezaji wazuri bora, lakini ukawaua kwa stress. Hali vizuri, halali vizuri, malipo yake ya shida. Kwa hiyo hawezi kucheza mpira, atakuwa anahangaika tu. Kwa hiyo sisi wachezaji wetu wote wanalipwa vizuri, tena kwa wakati. Tukija kwenye afya, sisi mchezaji wetu akipata changamoto haraka sana anahudumiwa. Lakini upande wa pili lazima uwe na benchi la ufundi zuri. Sio tu chukue fulani kwa sababu mnafahamiana, basi aliwahi kupita huko akaja kufundisha mpira hata kama uwezo wake ni kiduchu, ili mradi liende. Hapo bado hujajiwekeza, bado hujawa na malengo ya kukufikisha kwenye mafanikio. Tazame mengine katika mshike siku chache baada ya uwanja wa Ali Hassan Mwinyi kufunguliwa kuendelea na mechi za ligi kuu ya NBC. Hali ya uwanja huo imeendelea kuwa bora zaidi kufuatia maboresho ambayo yameendelea kufanywa na wamiliki wa uwanja huo, Chama cha Mapinduzi kwa kushirikiana na chama cha soka mkoa wa Tabora, Tarefa. Juma Kapipi ametembelea uwanja huo na kutuandalia taarifa ifuatayo. Uwanja huu wa Ali Hassan Mwinyi ulifungiwa tangu mechi ya mwisho TRA United ilipokipiga na Dodoma Jiji, ilikuwa ni tarehe 20 ya mwezi uliopita. Lakini kuanzia hapo chama cha soka mkoa wa Tabora kwa maana ya Tarefa kwa kushirikiana na wamiliki wa uwanja Chama cha Mapinduzi walianza harakati za kufanya marekebisho, na eneo ambalo lilikuwa linatakiwa lifanyiwe marekebisho makubwa lilikuwa ni eneo la pichi ambalo ndilo lilikuwa na sababu kubwa za kufungiwa kwa uwanja huu. Lakini kumekuwa na jitihada kubwa kati ya taasisi hizi mbili kwa maana chama cha soka mkoa wa Tabora lakini Chama cha Mapinduzi. Wamefanya kazi kubwa ya kuhakikisha kwamba wanaboresha uwanja huu mpaka hii leo kuja kuonekana ulivyo hivi sasa. Bodi ya ligi kwa maana ya TFF tayari wamekwisha ufungulia baada ya kujiridhisha kwamba eneo la pichi limekwisha kamilika na maeneo mengine yakiwa yanaendelea. Pembeni yangu hapa ni naye meneja wa uwanja wa Ali Hassan Mwinyi Bwana Dick. Dick, hebu tuambie ni kwa namna gani mmekuwa na jitihada kubwa za kuhakikisha kwamba uwanja huu unarejea katika hali yake ya kawaida? Tumefanya maandalizi makubwa kama ulivyoona toka tarehe 20 tulivyopata ile barua ya maelekezo hayo, hatukusimama bali tulikwenda mbele kupambana mpaka hali hii ambayo inaridhisha kwa sasa kama unavyoiona. Matarajio yetu sio kwamba kulizika kwa hali iliyokuwa hii, ila sisi tunataka zaidi hata ya hapa. Kama ambavyo wamezungumza juu ya yale ambayo walikuwa wakishughulikia tangu tarehe 20 mpaka kufikia hii leo, na maamuzi pia ya bodi ya ligi kuhakikisha kwamba wamekwisha ufungulia uwanja huu, na kama ambavyo tunaushuhudia wote ni uwanja ambao kwa kweli umeendelea kuwa bora zaidi katika viwanja bora hapa nchini. Mimi ni Juma Kapipi, Azam Sports, Tabora.
Hiyo ya Juma Kapipi. Tupate kwanza mapumziko mafupi, tutakaporejea bado yapo ya kukufahamisha hapa katika Mshike Mshike. Tafadhali usiondoke. Nataka kuendelea kutazama Mshike Mshike, bado upo nami Akida Kilango. Baada ya klabu ya The Snipers kutoa ubingwa wa shindano la kimataifa mchana lililofanyika Kilimani, Nairobi nchini Kenya, wachezaji wa klabu hiyo wamesherehekea ubingwa huo kwa kula nyama choma, wakisherehekea ubingwa huo waliopata mwishoni mwa juma lililopita, ambapo waliifunga Mchana Pool Club kwa fremu 13 kwa 12, na baadaye mchezaji wa The Snipers Jackson Ng'anyi akatoa ubingwa wa mchezaji mmoja mmoja, yani single. Baada ya kula nyama choma ya ubingwa, wachezaji wa klabu hiyo wamefurahia pia kujumuika kwa pamoja na wachezaji wenzao waliowaalika kutoka Skylight Pool Club, pamoja na kukata kiu ya kubeba mataji kwa muda mrefu. Kiukweli kwanza tuna furaha sana kwa sababu ni muda mrefu tumeshiriki mashindano na tumeshindwa kuchukua ubingwa, lakini tunashukuru Mungu tumeenda pale jijini Nairobi, tumechukua ushindi katika kategori ya team, lakini pia tumechukua ushindi katika kategori ya singles. Ni jambo ambalo tumelifurahia, tumemshukuru Mwenyezi Mungu, na imeleta image kubwa kitaifa tukiwa kama Watanzania pekee ambao tumefanya vizuri pale jijini Nairobi, na ndio maana leo hii tuko hapa tunasherehekea ubingwa, ushindi, tumefanya nyama choma na tunafurahi na wenzetu ambao tuliandamana nao. Shukuru uongozi wote wa mchana kuweza kufanikisha jambo lile, na tumshukuru uongozi wa TAPA ikiongoza mkurugenzi Makamba na wengineo. Hakika tulijipanga vizuri mpaka ikafika kwenda kuchukua ubingwa. Mpambano ulikuwa ni mzuri sana, mechi zilikuwa zina ushindani, hatimaye tukafanikiwa kuchukua ubingwa. Hili ni deni kubwa, na sisi tumeahidi wale ndugu zetu wa nchi jirani Kenya, kwa maana sisi tutaandaa kwetu Tanzania, na wao wameahidi kwamba watakuja kutulipizia deni kuchukua, na sisi tutajipanga, tutaimarisha ushindi wetu hapa nyumbani, hatutawaangusha. Tulikosa ubingwa kwa uzembe, vijana walifanya uzembe, ila tulirudi kwa furaha kutokana walichukua Tanzania wenzetu. Ubingwa kule wote tulirudi nao Tanzania. Linaleta hamasa pia, vijana wanakuwa na muamko kwamba wakishinda wanajua kuna furaha, wanapa viongozi furaha, na wao pia wanajisikia amani kama hivyo. Tumetoka Kenya, tumealikwa Skylight kuja kula mbuzi. Yaani iendelee hivi hivi. Kutoka Arusha tuna uhakika kama so Skylight Sniper tunakuja kula mbuzi uhakika. Finali ya mashindano ya awamu ya pili ya Tanzanite Peakball yanatarajiwa kufanyika kesho Oktoba 14, ikiwa ni sehemu ya kumbukumbu ya kifo cha baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, huku idadi ya washiriki katika mchezo huo ikizidi kuongezeka. Tunaendelea na mashindano yetu ya Pickleball Open Pickleball Championship second edition. Leo tulikuwa tuna bracket ya doubles, ambapo wanaume men's doubles wamecheza wawili na tumepata finalists wetu, ambapo tutakuwa na timu moja kutoka Kenya na timu moja ambayo ni wachezaji wawili, mmoja ni Mtanzania wa kwetu na mmoja ni ametoka India, ni pro player. Mchezo wa pickleball ni mchezo mzuri, na sasa hivi kwa competition mchezo huu unakuja juu, ila kikubwa zaidi tunachoomba ni support kutoka kwa sponsors. Support tunaomba kutoka kwa serikali ili tuukuze na kuendeleza zaidi. Naomba tuwe na washabiki wengi waje watu supporti ile tupate hiyo ushindi, na hiyo mchezo sasa hivi imeanza kupata wachezaji wengi na Watanzania. Ni mchezo mzuri sana ya kucheza. Naomba wote waje waangalie, waone professional player ambayo wamekuja kutoka India, ile wapate ile fursa ya kuangalia hiyo pickleball game ni nini hapa. Tumepata kushirikiana wachezaji wengine, competition imeimprove. Pande wetu tunasema team Kenya tumejitahidi zaidi, ila tunaongoja kesho mixed doubles na ladies singles and doubles Monday and Tuesday. Tunaendelea kujitahidi, tuendelee kubeba vikombe zote. Hii mchezo inaweza kuchezwa na umri zote,
Kwa hiyo hakuna umri ambayo italeta shida kwa mchezaji ambaye anataka kuanza hayo mchezo. Kwa ningeshauri watu wote wazima vile vile watoto waweze kuanza mapema ili waweze kucheza vizuri maisha yakiendelea. Hii ni mara yangu ya pili hapa Tanzania kucheza Tanzanite Pickleball Open. Nimecheza na wachezaji wenye vipaji vikubwa sana na nimeona vipaji vyao vitakuwa na mchango mkubwa kwa taifa. Kwa hiyo nina furaha kuona jamii inajitokeza kwa wingi kuwa sehemu ya mchezo huu. Ninaamini tutafanya vizuri kwenye mchezo wa fainali siku ya Jumanne. Takriban watu 10,000 wanatarajia kukutana Morogoro kwa ajili ya kushiriki katika mbio za hisani za MUM 5K zitakazofanyika Novemba 8 mwaka huu, lengo likiwa ni kukusanya fedha kwa ajili ya ujenzi wa hostel za wanafunzi wa kike wa chuo hicho. Makamu mkuu wa chuo hicho ambaye pia ni muasisi wa mbio hizo, Profesa Musa Asad, amesema hadi sasa maandalizi yanaendelea vizuri, huku akiomba wananchi kujitokeza kwa wingi. Tunataka watu waje Morogoro kama destination, lakini vile vile waimarishe afya zao. Watu wengi wafanye mazoezi, kwa hiyo tunataka watu waimarishe afya zao kwa kuanza jambo hili. Ukitazama kwenye internet unaona 5K ni mbio ambazo ziko dunia nzima hii na zilianzia London. Kwa hiyo sisi tumesema tunataka kufanya destination Morogoro. Maandalizi kwa kweli yamekushafanyika na kwa kweli yamemalizika. Tutaanzia hapa katika uwanja huu wa chuo cha Waislamu Morogoro na tutamalizia hapa vile vile, na tumeshaongea na wadau wengine ambao watatusaidia katika kuelekeza njia yenyewe itakuwaje. Tumeongea na watu ambao watasaidia kama ikitokea dharura ya watu kupata shida za kukosa pumzi na nini, wako watu watusaidia. Kwa hiyo tumejipanga vizuri katika maeneo yote na tumewasiliana na mkoa. Kwa hiyo ningeomba Watanzania wote watunge mkono ili tuweze kufanikisha jambo hili. Shirikisho la soka Afrika CAF limeanza rasmi kuuza tiketi za michezo mbalimbali ya AFCON inayotarajiwa kuanza mwezi Disemba mwaka huu. Mauzo ya tiketi kwa njia mbalimbali ikiwemo njia za mtandao kwa watazamaji kutoka mataifa mengine wanaotaraji kwenda kushuhudia michuano hiyo yametangazwa rasmi kwa namna ambavyo wanaweza kununua tiketi kwa ajili ya michezo mbalimbali mtandaoni. Tangazo la kuanza kuuzwa kwa tiketi limeambatana pia na kutangazwa kwa bei za viingilio katika michezo hiyo, huku mchezo wa ufunguzi kati ya Morocco na Komoro ukitajwa kukaribia kiasi cha $150,000 kwa fedha ya Kitanzania, huku mechi za hatua ya makundi kiingilio kikitajwa kuanzia $60,000 hadi $120,000. Tukitazama habari nyingine, hatimaye timu ya taifa ya Ghana imefanikiwa kufuzu finali za kombe la dunia mwaka 2026. Inakuwa mara ya 5 kwa kupata nafasi ya kushiriki finali hizi kubwa duniani zitakazofanyika nchini Marekani, Mexico pamoja na Canada. Ghana wamefanikiwa kujihakikishia ushiriki huo baada ya kuwa vinara wa kundi I kwa kushinda mchezo wao wa mwisho wa makundi kwa ushindi wa goli 1-0 dhidi ya Komoro wakiwa na alama 25. Na kufika hapo hakuna la ziada katika mshike, lakini kabla ya kuhitimisha nikukumbushe miongoni mwa yale tuliokuwa nayo usiku huu na pamoja na haya. Taifa Stars yafanya mazoezi ya mwisho kuiwinda Iran mechi ya kirafiki hapo kesho. Klabu ya Yanga yamtambulisha Patrick Mabedi wa kocha msaidizi. Na Harambee Stars yajinoa kuwakabili Ivory Coast kufuzu kombe la dunia 2026. Kufika hapo hakuna la ziada katika mshike. Kwa niaba ya timu nzima iliyoshiriki kukuandalia, mimi ni Akida Kilango wa Akidu Kaida. Uwe na usiku mwema.